Tunaendelea na msalaba mtakatifu uzungusha katika familia zetu katika mwaka huu mtakatifu. Ndio tangazo rasmi la Baba Mtakatifu. Tunauzungusha kwa sababu tunataka kufuata nyayo za Yesu ambaye hakuona aibu kukumbatia msalaba kwa ajili ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake. Haidharau aibu yake, na sasa ameketi kuume kwa Mungu kwa furaha yote. Mwaliko wa kufuata msalaba kwa kweli kimsingi, anayetoa mwaliko huo anafikiri kwamba watu wanataka kufika mbinguni. Na sasa kama wanataka kufika, watafikiaje hamu ya mioyo yao hiyo ya kufika mbinguni? Ndio anawaonyesha njia. Mwangalieni Yesu, kazieni macho. Ndio mwanzilishi wa imani yenu na ndio atakayekamilisha, kama tunavyosoma kwenye maandiko matakatifu, Ibrania 12:2. Lakini kumbe anaweza kujikuta anaongea na watu ambao wala mbinguni hawana haja ya kufika huko, alafu anaonyesha njia. Watu kama hao hawawezi kufaidika na maelekezo yake, hawana shida kwenda mbinguni. Ndio umengangana, mwangalieni Yesu mtafika mbinguni. Ndio tumekwambia kama sisi tunataka kwenda mbinguni. Sisi hatuna hamu hata kidogo ya kufika mbinguni. Tunaona ulimwengu unang'ara zaidi kuliko mbingu, na kwamba kweli kuna mbingu tuna mashaka. Wao ukakuta watu wakati wa mwaka huu mtakatifu wanabeba msalaba wanakimbia nao, lakini kusema ukweli ni maigizo tupu. Maigizo. Au tu kwamba kwa sababu tumeambiwa ngoja tufanye, fate msalaba mmoja na tangulia wengine tunafuata nyuma. Lakini lengo hasa la Baba Mtakatifu hatuna haja nalo. Na kwa hiyo mwaka mzima wa jubilei ukapita, tumezunguka na msalaba, na pengine tunazomewa hao wamebariki nyago lao hao, na familia zingine wanakataa hata msilete msalaba hapa, na pengine wanakuwa labda wenyewe wako sahihi zaidi kuliko tunaofanya usanii wa kuzungusha msalaba ambao hatutaki kufata kile ambacho msalaba wenyewe unaashiria. Afadhali anasema msilete hapa msalaba. Huyu ni mkweli. Lakini yule anayezunguka na msalaba na hataki kufata kinachomaanishwa kuzunguka na msalaba, huyu ni farisayo mnafiki. Ana dini ya kuonyesha kwa watu kwamba anamcha Mungu, lakini moyoni mwake amemwacha Mungu 100%. Sasa kwa nini wewe mnafiki? Wewe mkweli tu kwamba mimi siwezi kuingiza hapa msalaba nyumbani kwangu kwa sababu maisha ya msalaba nimeshakataa. Mimi siwezi kufuata kuandamana na msalaba huo kwa sababu mimi maisha yangu hayaandamani na Yesu wa msalaba. Nendeni nyinyi mnaona kwamba mnataka kufuata njia hizo za msalaba, yaani kujikana nafsi kumfuata Yesu. Mimi siwezi. Tungepata watu wa kweli kama hao, kanisa lingetakasika. Lakini sasa tuna waongo wengi sana, nafiki, mafarisayo ambao wanafanya vitu kwa nje tu, ndani wanakataa. Na matokeo yake sasa hata kanisa linatukanwa kwamba ni kanisa la makafiri, kwamba ni kanisa la watu wasiokuwa na Roho Mtakatifu, kwamba ni kanisa la watu ambao hawaongozwi na neno la Mungu. Kwa sababu matunda ya kuongozwa na Roho si yanajulikana: utu wema, uchaji wa Mungu, ibada ya moyoni, amani katika familia,
utulivu wa moyoni, vitu ambavyo hawa ambao wanasema kwamba ni watu wanaongozwa na Roho hawana. Kwa hiyo kilichofichika sasa kinafichuliwa na mwenendo wa maisha ya Kristo wa juu. Unataka sijui kumfurahisha nani kwamba unakimbia na msalaba ambao hutaki. Utatukanwa sana kwa haki. Majina yote hayo unayopewa ni ya sahihi kabisa. Kafiri ni mtu ambaye hamuogopi Mungu. Kasome waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo, sura ya kwanza ya 8 na kuendelea. Kafiri ni mtu ambaye hana hofu ya Mungu. Anaweza kufanya uovu wote hata kama anajua kwa Mungu amekataa. Huyo ndio kafiri. Na kama na wewe unaweza kufanya lolote aliyosema Mungu zilifanye, tena hadharani mbele ya wapagani, kwa haki unaitwa kafiri. Kwa haki. Mtu asiyeongozwa na Roho Mtakatifu anafuata mwili. Mahitaji ya mwili anazingatia zaidi. Kasome Warumi sura ya 8 kuanzia ya 5 na kuendelea. Watu wanaoitwa hawana Roho Mtakatifu utawatambua tu wanafuata mahitaji ya mwili, matamanio ya mwili, vitu ambavyo mwili na roho kawaida huwa vinapingana. Hawawezi msukumo wa miili yao. Hao ndio wanaitwa hawana Roho Mtakatifu. Hawana Roho Mtakatifu. Na ndipo tulipofika katika kanisa hili kwa ushahidi wa maaskofu wenyewe hapa, wale ujumbe wa Parezi. Ukiangalia ile ibara ngapi ya 26 na 27, hicho wanachosema hali ya imani ikoje ndani ya kanisa hili. Hapo kusema kanisa ni kubwa mno, wewe mwenyewe mtu binafsi ujiulize kama unafiti kwenye haya. Maana katika kanisa hili wamo watu wema ambao wanasimama kweli katika neno la Mungu na wanakubali kupambana na matakwa ya mwili, wanakataa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini ukichukulia general assessment, ujumla wetu hovyo kweli kweli. Hiyo sio siri. Kwa hiyo nikusomea hapa ibara ya 26 ujumbe wa Kwaresima mwaka huu. Hali halisi ya maisha yetu imetawaliwa na ubaridi wa imani. Baridi kabisa, imani baridi kama kwenye friji. Kutopendelea mambo ya kiroho kabisa. Maneno yamechaguliwa hayo. Kutopendelea mambo ya imani kabisa. Na watu wanamtazamo kuwa maoni yao binafsi ni muhimu zaidi kuliko neno la Mungu. Tumeacha kumsikiliza Mwenyezi Mungu anayeongea nasi kwa njia ya kanisa. Ila zaidi na zaidi tunakumbatia mali mwengu. Basi ukiambiwa kafiri utakasirika namna gani? Wakati maaskofu wako wamesema kwamba wewe umeacha kumsikiliza Mungu, hata kanisa ulisikiliza. Utakasirika vipi sasa ukikwambia kafiri hilo linapita, hilo ni kafiri? Utakasirika vipi wakati maaskofu wako wamekwambia umeshaacha, umeshakuwa baridi, mambo ya kiroho huna haja nayo, usisimkile? Utakasirika vipi? Hii hapa ujumbe wa Kwaresima wa maaskofu. Utakapoambiwa kafiri hilo linapita, ni kafiri, utakasirika vipi? Unayekumbatia malimwengu na kuacha mambo ya kiroho. Wanaendelea kusema kwamba siku hizi imekuwa ni vigumu kumtofautisha muamini na mtu asiye muamini. Yaani lipagani tulala huko Isuka Mahera huko, hajawahi kusikia hata kwamba kuna na Yesu linaishi labda vizuri zaidi kuliko wewe unayekomunika kila siku. Linaishi vizuri zaidi. Lipagani lile na mke mmoja, liko liaminifu kwa mke wake, wewe na kukomunika kila siku kuko muaminifu kwa ndoa yako. Unakinga mathubuti kwenda kwa padi kunongona. Kinga mathubuti.
Lile lipagani la suka mahera lilikuwa laaminifu kwa mke wake. Halijajua hata ubatizo ni nini. Sasa na wewe unaitwa Mkristo kweli? Labda Mkristo jina tu. Labda yani ukilinganishwa maadili ya yule ambaye hajabatizwa na wewe ambaye unakomunika kila siku, inakutoa kwa maksi nyingi tu. Kwa sababu umekufa ganzi, ukakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu na kukumbatia maoni yako binafsi, utakuwa na ungama tu, tenda dhambi na lakini watu wanakuona unavyoisha tukienda kuungama kwa padri, umeshaanika mambo yako yote. Hakuna siri hapa duniani. Hakuna siri. Wanaishi maisha sawa na wanatenda uovu ule ule kama wapagani wa Kristo. Hapa sasa tunaongea sio wa Kristo wa jumla, wa Katoliki, maana huu ujumbe si wa Katoliki huu. Wa Katoliki wanaishi na kutenda maovu yale yale wasiomjua Mungu. Mkristo muamini anapokea au anatoa rushwa wazi wazi. Kuna Mkristo mwingine Mkatoliki mwenzetu alisimama hadharani, anasema unapofika uchaguzi sisi huwa tunaiba kura. Tukishamaliza kuiba kura ndio tunaenda kumuomba Mungu msamaha sasa. Akafukuzwa na kazi, mpaka leo hayuko kazi. Alifukuzwa kazi. Wewe ujasiri unaweza unaupata wapi wa kusema kwamba wewe unavunja sheria ya Mungu waziwazi, halafu kesho unasema kwamba tutaenda kuomba msamaha Mungu, tukishapita hapo tunaenda kuomba msamaha kwa Mungu, mambo yanaisha, yanaenda vizuri tu, tunaendelea kutawala kwa uongo. Hamkumsikia nyinyi? Sote tulimsikia. Akafukuzwa na kazi. Akafukuzwa na kazi. Alifukuzwa kazi. Alisema sisi watu tunaiba kura, tukishamaliza ndio tunamuomba Mungu msamaha. Alisema hivyo peupe. Yani Mkatoliki anaweza kusema hayo wazi wazi bila kila mtu asikie, kama mimi simuogopi Mungu, au na kinga madhubuti ya kwenda baadaye kusema kwa Mungu, nisamee sasa, nimemaliza shughuli yangu, alimradi nimeshapata. Wewe kama umeshapata vya wizi na umetubu, virudishe basi. Au unaenda kuungama na suruali ya kuiba, alafu unaondolewa dhambi, unaweka na mkanda sasa kurudi nyumbani. Kama umetubu kwa kuiba suruali ya mtu, si uiache sasa. Wewe unakuwa mjinga kiasi hicho kwamba unaweza ukaiba, halafu vitu kaviacha nyumbani, halafu kaenda kuungama, ukirudi unaenda kutumia sasa. Yaani unaenda unaiba makuku ya watu, unaweka penani kwenye tenga, halafu unaenda kwa padri kuungama, ukirudi sasa unachinja, unakula mishikaki ya kuku. Na dhambi zimeshaondolewa. Tule sasa kuku wa kuiba. Ulishaona wapi ujinga wa namna hiyo? Unaiba mpaka unajenga lijumba kama hili hapa. Alafu baadaye unaenda kuungama. Unakuja sasa kutamaraki. Unamuita na padri, padri, nibarikie nyumba yangu ya kuiba. Bali na anaenda na maji ya baraka. Hivi ndivyo wote wenye kumcha Bwana watakavyo barikiwa naye. Tuzi mtupu. Unafikiri kuna baraka hapo inaingia? Mnafanya maigizo tu, kuna baraka yote, laana tupu. Na laiti padri angejua kwamba hiyo nyumba ya kuiba asingeibariki. Hawezi kubariki haramu hiyo. Na hiyo dhambi sijui utaiungamaje sasa. Maana kuiungama lazima uondoke huko kwenye nyumba hiyo. Uwezo kaenda kaungama afu kaja kutumia vya kuiba. Nimekwambia mfano kwamba umeiba chakula cha mtu kaacha nyumbani. Ukaenda kuungama afu na tunakuja mnatenga sasa mnakula vyakula mlivyoiba. Ulishaona dini ya wajinga hivi ya wapi sasa wewe? Kamuulizeni Zakayo. Alikuwa mwizi. Alipokutana na Yesu hakuendelea kubaki na vile vya kuiba. Akasema, Bwana, mimi najua ni mwizi, nachukua vya watu pasipo haki. Sasa kwa kukupata wewe na virudisha vyote. Wale nao wafahamu kwamba fulani ni mzuru mali yake, na mrudisha mara 4. Yaani maana yake na nini? Na riba. Na riba narudisha.
Ila wale ambao pengine walishakufa, pengine sasa siwezi kukutana nao tena, watawakilishwa na mafukara maskini. Nachukua nusu ya mali yangu niwagawie hao, wafidie wale ambao ni binadamu kama wao, waliteseka kwa wizi wangu, wapate nafuu ya maisha. Ndio dini hiyo tunayoihubiri. Sio upuzi mnaotaka kufanya mpaka mkaandikiwa na haya na maaskofu. Wanakula rushwa waziwazi, wanaiba waziwazi, katika masengenyo na kudhulumiana wamo Wakatoliki. Wasengenyaji, wazulumaji wamo. Waamini wanatenda hayo yote kana kwamba hawamjui Mungu. Udhaifu huu wa kushindwa kuishi imani yetu kikamilifu unawafanya Wakristo kushindwa kumpa Mungu tukufu na sifa kwa njia ya matendo yao mema. Mungu anauawa kwa marehemu. Asiyekuwa na sauti yoyote ya kumkemea yoyote, haogopi na yoyote, ni maiti. Mambo mabaya sana. Mambo mabaya sana. Haya, nani pengine cha 27 anasema hivi: tukiangalia parokia na makanisa yetu yanajengwa makubwa na kwa gharama kubwa. Wanajenga makanisa makubwa ya gharama kubwa, wasiokuwa na akili. Sijui wanafikiria hata kama nani mimi, kwa sababu imani hawana. Sio atamjengea nani? Makanisa makubwa kwa gharama kubwa zote hizo. Ukiangalia nyumba zetu za ibada siku za Dominika zinajaa mpaka nje na speaker, horn speaker kule nje. Wasikize vitu ambavyo hawataki hata kuvitekeleza. Nenda pale cathedral Jumapili mpaka na horn speaker iko nje kule. Inaongea upuzi ambao watu hawataki kusikiliza. Lakini baada ya adhimisho la ibada hizi, wengi wetu hurudi nyumbani kama watu wasiomjua Mungu hata kidogo. Yaani maisha tunayoishi ni tofauti kabisa na ile ibada tunayoadhimisha. Ibada na imani zetu hazikolezi maisha yetu. Ukimbia na msalaba, tutoka kwa nyumba ya nani? Kwa fulani. Sasa tuende jumuiya ya nani? Yaani kigango cha nani? Watu wasiopenda kufuata maisha ya msalaba mtakatifu wanafanya hivyo kwa sababu wameambiwa. Ingelikuwa kwamba kuchukua uamuzi binafsi, Mungu nikurudieje, hebu nitembee na msalaba, nipate kuelewa maana ya kuishi Kikristo. Kama hivi tunavyotembea kwenye njia ya msalaba, kituo cha kwanza Yesu anahukumiwa, kituo cha pili Yesu anaanguka, Yesu udhaifu wangu huu sasa nataka kupambana nao, navua urafiki mbaya kwa gharama yote, Yesu hata kibidi toa sadaka. Ndio tunatembezwa humo kujua maana ya kuzunguka na msalaba. Lakini tunaambulia kupiga magoti tu kama chura, ni kama kuruka kichura. Ni kama tunaenda kuruka kichura, kwa sababu vituo vyote havisemi chochote mioyoni mwetu. Nachubuka magoti bure tu. Mpaka yani ibada zetu zinapaswa kukoleza maisha yetu yakang'ara kwa watu wasiomjua Mungu. Mpaka waulize, siri yenu ni nini? Sisi tuna msalaba mtakatifu. Ukiufuata huu kitu ambacho kinafundishwa na msalaba huu, maisha yako hatakuwa yale tena. Yatakuwa tofauti. Jaribu na uone. Tuanze kituo cha kwanza, usikilize mafundisho. Cha pili, sikiliza mafundisho yake. Cha tatu, sikiliza. Ndio tunavyozunguka sasa kukumbushana mafundisho yaliyo katika njia ya msalaba. Maana hata kupeleka kwenye jumuiya ni njia ya msalaba vile vile kwa kipande kirefu zaidi. Watu wakumbushwe maisha ya msalaba mtakatifu. Ngoja nikudondokee kingine tena hapa ambacho ni kweli tathmini ya maaskofu, ambacho hata na sisi tunajua pengine zukuliko hata wao uozo tulionao mbele za Mungu mpaka kunuka kabisa.
Maana unapofika mahali unatukana na mpagani kwamba huishi vizuri, ujue unanuka kabisa. Atapata wapi ujasiri wa kutukana kama wewe huishi vibaya? Leo useme kwamba labda watu hawalipendi kanisa Katoliki. Hapana, ni wa kweli. The general assessment of the public is always fair. Yani watu kwa ujumla wanavyo kusema ukweli ndivyo ulivyo kabisa. Maana hawajakubaliana kwamba tumseme vibaya huyu. Kila huyu anasema hivi na huyu anasema hivi, yale yanapatana. Unajua kwamba ndivyo ulivyo. Ndivyo ulivyo. Hii hapa. Kwamba kanisa letu linang'ara zaidi kwa taasisi zake. Nenda kwenye shule Katoliki. Hata wasiokuwa Katoliki watapeleka watoto wao kule. Kwa sababu kuna kitu wanapata kinang'ara. Nenda wewe uone kama kuna mtu atabeza shule ya kanisa Katoliki. Nenda popote pale. Wote watasema ukitaka kupata elimu nzuri, nenda shule ya kanisa Katoliki. Nenda kwenye hospitali zetu. Uone kama mtu atabeza kwamba hospitali za Katoliki ovyo ovyo tu, wala hafuna nani, hamna, mimi siendi huko. Hata asiyebatizwa anasema hiyo shule ya misheni anakwenda huko. Huko kuna huduma nzuri. Kwa nini sasa kwenye taasisi zetu watu wanasema ni nzuri, halafu makanisa yetu wanasema hakuna roho? Kama hawatupendi, sina huko wangetubeza. Wanasema ukweli kwamba tumemwacha Mungu na kukumbatia mataasisi. Hapo wameandika hapa maaskofu hapa. Nani article ngapi? Kipengele cha 50, kipengele 58. Kipengele 58. Anasema hivi, kanisa limekuwa la kidunia na hivi limeshuka hadhi yake na kuwa kama shirika la kijamii kama mashirika mengine yoyote yale ambayo yapo katika jamii. Yaani kanisa linaonekana kama ni taasisi ya ustawi wa jamii, kutunza mayatima, kukamia wagonjwa, lakini wanaotunza mayatima hawana Mungu. Ndio kaona wanaohudumia mayatima wakisaidiana hata na masista hapa wa huruma. Hata kukomunika hawakomuniki. Wao wanabeba wayatima, wanawaosha. Unajiuliza, what's this? Hiyo ni charity inayotoka kwa Mungu au anatafuta kula tu huyu? Yeye anawasaidia masista kutunza maskini wale. Yeye hakomuniki. Hana haja na Mungu. Anafanya hizo kama business tu. Hakuna upendo wowote wa kimungu na umsukuma. Business minded people. Apate chakula basi. Apate chakula basi. Taasisi ya ustawi wa jamii ndio inayoonekana huko nje kwamba kanisa linahudumia vilema, mayatima, wagonjwa. Hiyo ni kazi ya serikali. Hiyo ni kazi ya serikali. Kuhudumia wagonjwa, kuhudumia maskini, kuhudumia yatima. Ni kazi ya serikali kwa nafasi ya kwanza. Hata elimu ni kazi ya serikali, sio ya kanisa. Kanisa wajibu wake wa kwanza ni kuhubiria wokovu wa roho za watu. Serikali hangaikia maendeleo na maisha mazuri hapa duniani. Kanisa lihakikishe ulimwengu ujao ili hawa waliofungwa vizuri na serikali yao wakaishi kwa amani. Sasa watakapotoka hapa wasiende kutabika. Kuna kipengele kingine cha kiroho na kimekamatwa na kanisa. Wanatoka wameishi vizuri hapa duniani wakiongozwa na neno la Mungu. Wale viongozi wetu wanawalea watu vizuri na kwa amani, wanashughulikia maskini, wanawalisha wenye njaa, halafu wanashibishwa kwa neno la Mungu na kuelekezwa habari za uzima milele. Wanaishi hapa vizuri na wanakwenda mbinguni. Kazi tunadandia majukumu ya serikali na kuacha ya kwetu. Lakini serikali haiji kutusaidia kwenye jukumu letu la kuwapeleka watu mbinguni. Haiji. Sisi tunaacha majukumu yetu ya kuwapeleka watu kwa Mungu. Serikali haiji kuwa badala yetu. Ila sisi tunajifanya badala ya serikali. Kumbe sasa eneo hili la kiroho linaachwa.
Na watu sasa wanakufa ganzi, dhamiri zao haziamshwi, wanaacha kabisa mambo ya Mungu. Imeandikwa hapa. Tunasahau kwamba taasisi takatifu ambayo ni kanisa ilianzishwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuwapeleka watu kwa Mungu, sio kwa ajili ya kuishi vizuri hapa duniani. Kama tunayafanya hayo ni kwa nafasi ya pili. Maana hata Yesu na yeye kwanza alikuwa anahubiri, akishahubiri anaona wasiende njaa watu, watazimia njiani. Anatengeneza mikate yake kwa miujiza yake, watu wanakula wanaenda nyumbani. Secondary. Hilo ndio la pili la kuangalia wanaokuwa na njaa hivi. Au anahubiri neno la Mungu, wanakuja watu wanaumwa. Sasa wewe bwana, hebu simama uondoke. Hilo ni secondary. Sio kwamba alikuwa amezama kuponya vilema, kukusanya viwete na walisha mkate kila siku. Hilo halikuwa la kwanza. Kwanza hata akifanya hayo ya kuwaponya watu wagonjwa, kusema ukweli anabaki kwenye injili yake ile kwamba umeona nimekuponya, mimi mwenyewe ndio uponyaji. Tunasikia kwenye injili hapa Yesu anamfufua Lazaro. Hakuwa tu kwamba anamfufua Lazaro ili aendelee kuishi tu, lakini anajua kwamba atakufa tu. Yeye alimfufua Lazaro ili watu waamini kwamba yeye ndio ufufuo na uzima. Tumwambia Martha, nimeshakwambia mimi ndio ufufuo na uzima. Nikimfufua kaka yako Lazaro, wewe uniangalie mimi, uunganike na mimi upate kufufuka. Sio kama nilikuwa nafanya hivi, Lazaro akae kabisa kaburini. Hapana, hebu atoke bwana, wewe unampenda sana. Hapana, ilikuwa ni mbinu mojawapo ya kueneza habari njema, kuelekeza watu kwenye maisha ya ufufuko na uzima milele. Hata kiwapa chakula, anachotaka kusema kwamba mmefurahia mikate hii, mimi ndio mkate wenyewe ulioshuka kutoka mbinguni, ili mtu akila ale na kupata uzima milele. Mataasisi, makampuni tu ya kusaidia watu duniani watibiwe, maskini wale chakula, na tunaliacha neno la Mungu. Leo kuna mwelekeo wa jumla kwetu kulichukulia kanisa la kilimwengu kama lenye manufaa zaidi kwa mahitaji ya kijamii na ya kisasa tu. Hakuna zaidi. Imeandikwa hapa kipengele cha 59. Pia kuna mwelekeo unaokuwa kwetu wa kuzoea mahubiri na mafundisho ya kanisa kwa mahitaji ya kijamii tu. Padi akija kuhubiri mambo yanayogusa maisha ya nani tu ya kijamii tu. Jamani, tukae kwa amani, tusipigane pale na wake wetu, tusizidi, tutapata ukimwi. It makes a lot of sense. Lakini kwenda mbinguni, haya nini hayo unasema wewe? Wewe tuambie namna tutakaweza kuishi vizuri hapa duniani na wake wetu na watoto wetu. Watoto watusikilize, tukae kwa amani. Hayo ndio mahubiri. Tuhubiri maisha ya kijamii, tusihubiri uzima milele. Tukisema tu uzima milele watu wana switch off. Hauna haja na hayo. Wahubiri namna ya kuishi na wake zao vizuri, watoto wasiwapige wazazi wao. Hayo sawa. For what purpose? Kwa ajili ya hapa tu. Sio kwamba kwa ajili ya njia ya kuwafikisha kwa Mungu. Hapana. Hapa. Ndio imeandikwa hapa. Kipengele cha 59. Haya. Kanisa kwa mahitaji haya ya kijamii, haswa kwa mahitaji ya jamii ambayo inafanya kazi kwa njia ya kibinadamu. Na kwa nini tumefikia hapo? Kwa nini tumefikia hapo kadiri ya waraka huu? Ni kwa sababu tunawaogopa watu kuambia ukweli, kwa kuhofia kwamba watatukataa. Watu tunaangalia wanapenda kusikia nini, tunawaambia hicho. Bali mtu ukimwambia kuishi vizuri na mke wake, wasipigane hata kama wanazini tu kila siku, anaitwa mke wake kwa inverted comma, mke wake, yani mzinzi mwenzake yule, ukamhubiri kwamba bwana kupigana ni vibaya, mheshimiane, mpendane, mlee watoto pamoja, unajua bwana, bali atachukia lipi sasa? Lakini ukimwambia wewe mzinzi utaenda motoni, nimemtukana huyo. Wewe tukana huyo. Tafadhali bwana, tuheshimiane. Na hili la nani ambao mmelihalalisha na lenyewe limekemewa, ile mnaloita nini, uchumba sugu eti. Askofu anasema hiki ni kitu kibaya sana kwa sababu kinaua dhamiri. Kile mnachoita uchumba sugu sio uchumba sugu, ni uzinzi sugu. Ni kitu kibaya sana, kinaua dhamiri.
kinaua dhamiri. Ni article ya ngapi hiyo? Kinaua dhamiri. Ila kwa mfano wewe kama unataka kuona kwamba tunaogopa kupingwa, wewe mwenyekiti wa jumuiya, siku moja useme jamani, nyinyi mnaokaa uzinzi sugu mrekebishe maisha yenu, uone kama watakuchagua kipindi kingine kijacho. Ujaribu tu siku moja. Jamani, nyinyi mnakaa uzinzi sugu, acheni, Mungu hapendi, mtaenda motoni. Watakusagia meno kama Wayahudi walivyomsagia meno Stefano. Pengine hata kukuchongea kwa paroko kufukuzwe nafasi yako kabla ya muda wake kuishi. Waambie nyinyi wachumba, lini mtafunga ndoa? Sasa sisi wachumba. Lakini uchumba kwani ni kosa? Kuwa na mchumba ni dhambi? Ni kitu kizuri. Kwa sasa unataka kuambia kwamba wanafanya vizuri, ila sasa wanachelewa sana kufunga ndoa. Hapo watakuheshimu na watakupenda. Utakuwa unachaguliwa kila mwaka. Kawaambie kwamba nyinyi mnamtukana Mungu, mnaharibu, mnaosha mfano mbaya, uone kama watakuchagua. Kama askofu anasema hivi, tunaharibikiwa kwa sababu tunawaogopa watu. Tunawaogopa watatukataa, na sisi tunataka tupendwe na watu. Ni lazima tutambue uzito wa dhambi. Ikiwa kweli tunathamini zawadi ya Kristo na msamaha na upatanisho, lazima kutambua uzito wa dhambi. Lazima. Lazima kutambua uzito wa dhambi. Sasa mimi nawauliza ndugu zangu, aya yanayosema kwa jumla hii hapa article ya 52 ya uzinzi sugu. Hii hapa article 52. Kwenye vitabu hivi mkasome hapa. Dhamiri zimeshakufa, hata askofu akisema, hata maaskofu wote kama baraza wakisema jambo hili liishe, halitaisha. Halitaisha. Ni wapuzi fulani wanasema mambo ya kipuzi, tunajua kwamba haya mambo ni mazuri tu. Kwani wewe unatuambia kwa sisi tuna wake zetu hapa, nataka kutudhalilisha mbele ya watoto wetu? Wewe padri, unataka kutudhalilisha mbele ya watoto wetu? Mbona sisi tunazini? Sisi hatuzini, tuna wake zetu. Sasa wamesema maaskofu wote sasa. Lakini maaskofu ni nani mbele ya Mungu? Maana maaskofu ni watumishi wa Mungu. Hata kama wana mamlaka ya kuyasema hayo ni kwa sababu Mungu ameyasema. Na wewe ulipaswa kuyasema kama mimi ninavyosema hapa, kwamba jambo hili ni baya. Na umenyamaza. Sasa tufanyeje sasa? Tusiende kijumla jumla tu. Tuende kwa mtindo wa Yesu. Yesu alikuwa anawafikia mtu mmoja mmoja. Mathayo, achana na biashara hiyo ya dhuluma, nifuate. Anaacha vitu vyote kanamfuata. Anakwenda kwa Simoni na wenzake wanavua samaki. Nifuateni, mtakuwa wavuvi wa watu. Wanamfuata. Personal encounter. Ana kwa ana, yani kukabiliana na mtu ana kwa ana. Na wa kwanza kukabiliana naye ni watoto wako, mke wako, mume wako. Mkabili pamoja na Yesu. Umwambie usipotubu tangamia. Usipotubu tangamia. Hayo ndio maneno ya kiroho. Sio kwamba watoto mnawaacha hawaendi shule, jamani hangaikeni mahitaji hayo, hata wapagani wanayajua hayo. Tunaongea habari ya Yesu amekufa ili sisi tupate kuokoka. Mkabili mtu, umwambie hivyo. Na mtoto wako kama akijifanya hana masikio ya kusikia neno la Mungu, unamtangazia kama Joshua alivyowatangazia wana wa Israeli. Ninyi kama mnataka maisha ya ndumila kuwili, mara leo mko kwa miungu ya Waamori, mara leo mko kwa Mungu wa Israeli, mimi simo. Mimi na msimamo wangu sio peke yangu, nasimamia vile vile nyumba yangu. Mimi na waapia leo pamoja na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ninyi kama mtaki chini. Joshua 24:15. Tuende kwa msimamo huo kama kweli tunataka kubadilisha maneno.
Vile vitakuwa hadithi za bunwasi tu. Kitabu kinasoma wala hakuna anayeshughulikia yaliyosema humo, kinaisha, mwaka mwingine tena wanaleta kingine, yanasoma humo, hakuna anayeshughulika nayo. Hatuendi kijumla jumla tu, kila mmoja ashughulike na walio wa kwake. Joshua 24:15 ndio suluhu ya matatizo yetu. Mimi na nyumba yangu itamtumikia Bwana. Na hiyo ndio ilileta neema hata Wayahudi wengine walipoona msimamo wa Joshua, wakasema Bwana, hata sisi tumeweka sasa mabadiliko. Tutaacha hayo ya kutangatanga, tubaki na Mungu wetu, tumtumikie kwa moyo wote bila kugeuka kulia wala kushoto. Mmoja ametokeza akavuta kundi. Hii vuguvugu, maaskofu wamesema baridi. Tena afadhali tungekuwa baridi. Sasa hivi ni vuguvugu. Si wa Kristo wala si wa pagani. Si ndege wala sio wanyama kama mapopo. Bwana popo akiitwa kwa ndege anasema mimi sio ndege. Uliona wapi ndege ana meno? Haya basi, kuna mkutano wa nani? Wa wanyama, nenda. Asa mimi siendi huko. Kwa nini? Mimi sio mnyama. Uliona wapi mnyama na mabawa? Hiyo ndio uvuguvugu sasa unaosemwa katika Ufunuo sura ya 3 aya 14 mpaka 15. Na yajua mambo yako, unachanganya masomo. Wewe ni Mkristo lakini unafanya mambo ya kipagani. Afadhali ungechagua kitu kimoja unachoona kinakufaa, kuishi Ukristo kweli kwa msimamo moto moto, au kuachana kabisa na Ukristo uishi kipagani moto moto, kuliko kuchanganya unakuwa uvuguvugu, unanitia kichefuchefu, nitakutapika utoke kinywani mwangu. Asema Bwana Mungu wa majeshi katika Ufunuo 3:14 mpaka 15. Najua matendo yako. Wewe uko msanii. Uko msanii, you are not serious. Unaishi kama mpagani na uko umebatizwa. Na kikanisa tu unaishi kama kikanisa nusu-nusu, upagani nusu-nusu. Takutapika. Chagua unachoona kinafaa. Kama imani ya Kristo imekushinda, achana nayo kabisa. Kwa sababu utapoteza muda wako bure kuja hapa kanisani ndugu yangu, kupiga magoti hapo na hangaika bure. Achana na Ukristo umekushinda. Ili hata ukienda motoni, wewe kweli na mimi nilifaidi huko duniani. Dhambi nilizila. Sasa wewe dhambi yenyewe unakula kidogo kidogo, unakuwa kuogopa na huko kanisani kwenyewe kidogo kidogo tu ukaende motoni. Sasa utajilaumu ndugu yangu. Chagua unachoona kinafaa. Kama wokovu kwako haufai, achana nao. Zama katika ulimwengu huu, ufaidi ukifa basi useme nilifaidi duniani. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Sio tu vuguvugu. Chagua mnachotaka kufanya. Mungu ametupa uhuru huo. Mimi nawaambia kabisa, kama mnataka kupata hasara, endeleeni kuwa nusu-nusu hivi. Na katika machukizo yanamchukiza Mungu ni unusu-nusu. Unusu-nusu hapana kabisa. Kama mtu umeamua kuwa Mkristo, uwe Mkristo kweli. Yesu tuwe wa Kristo kweli. Tunaimbaga hiyo. Tuwe wa Kristo kweli, kwa kumaanisha kwamba yale yote yanayopingana na imani ya Kikristo tuyakatae. Kwa gharama yoyote ile. Katika neno la Mungu tunaambiwa kwamba nyinyi mnaweza kujiregeza mkasema kwamba tutaenda mbinguni kwa huruma tu ya Mungu. Mungu ni mwenye huruma, pole pole. Tutende dhambi kidogo, tutende mema kidogo, tutaenda tu mbinguni pole pole. Hiyo halipo. Yesu aliwaambia wasikilizaji wake kwamba tangu enzi za Yohane Mbatizaji, ufalme wa Mungu wanaingia wale wenye nguvu. Wale wenye nguvu. Mathayo 11:12. Wenye nguvu ndio wanaweza kuingia ufalme wa Mungu. Wenye nguvu maana yake nini? Wanaweza kupambana na chochote kile kinachoelekea kumkataa Mungu. Wanashupaa kama Yohana jinsi alivyotiisha mwili wake, akakani peke yake, akiutisha mwili wake, hata kula na kula kama mradi tu asife, anatafuta mbingu. Tangu Yohana Mbatizaji alivyoanza ameonyesha mfano wa kina nani wataingia mbinguni. Na katika Ibrania 12:4 imesema kwamba mnajifanya tu kwamba mambo ya kiroho ni magumu sana, hamwezi kuyafanya. Lakini kwani mmepigana mpaka mkamwaga damu mkikataa dhambi, bado mkashindwa? Ibrania 12:4. Hamjapigana kiasi cha kumwaga damu mkikataa dhambi na Mungu akaacha kuwasaidia kuishi kitakatifu. Hamjafanya hivyo. Ulegevu tu hivi, ulegevu hivi.
Kasomeni Ufunuo 21:27. Hakuna kinyonge chochote kitakachoingia mbinguni. Hakipo. Majitu yenye kujisahau, kujikana nafsi, kubeba msalaba kila siku na kumfuata Yesu ndio yako mbinguni. Usikiri kwa mtaenda mbinguni kwa nibebe, nibembeleze, nibebe, mgongoni unibe, afu naenda mbinguni. Hiyo mbingu haipo ya hivyo. Dini ya Kikristo ni dini ya wanaume wa shoka. Inayodai kujikana nafsi kila siku. Kuchukua msalaba wako kila siku kumfuata Yesu. Ndio wokovu wetu umelala hapo. Msete mchezo hapa. Msete mchezo hapa. Labda unaweza kwamba maaskofu wametuanika, mmejianika wenyewe, watu wanajua mnavyoishi ovyo ovyo. Mmejianika wenyewe. Hakuna siri hapa. Hakuna siri yote hapa. Na kwa kweli ukishaandika tu document yoyote ukaiandika, hiyo ni public. Sio siri. Public. Hayo yote yameandikwa kwa nia njema. Kusudi wewe peke yako usiwe na msimamo sasa wa kurudi. Usitake Katoliki rudini, hamna Katoliki rudini. Mmoja wewe umeandikiwa, yani kama umeandikiwa wewe binafsi ujumbe huu wa kwako binafsi, barua ya kwako binafsi kwa ajili ya wokovu wako na familia yako. Lakini kama mnaona kwamba kumtumikia Mungu ni vibaya, mimi nawashauri acheni kabisa. Kama mnaona kumtumikia Mungu ni vizuri kwa ajili ya heri ya mbinguni, acheni kabisa mambo ya kidunia haya yanayopingana na Injili. Turudi kwenye ahadi zetu za ubatizo na mkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote na msadiki Mungu na Roho Mtakatifu na kanisa Katoliki litalisaidia mpaka kwenda mbinguni. Hicho tunachotaka leo. Tunapoondoka hapa na msalaba wetu tunasema sisi si waigizaji. Tunataka kufuata mfano wa Yesu ambaye hakujihurumia mpaka kafa msalabani. Hata naibu yake hakuyo nawe kama ni kitu cha aibu. Sasa yuko mbinguni. Na sisi tunataka kufika mbinguni. Kwa gharama yoyote ile ndio tunaondoka na msalaba wetu kwenda parokiani.